ni wakili sehemu ya mawakili wanaomsaidia utafiti Mheshimiwa Tundu Lissu. Leo tulikuwepo mawakili wengi, lakini pia mara baada ya mimi kuzungumza kuna baadhi ya mambo pia atayatolea ufafanuzi wakili Dickson Matata. Sasa kwa kifupi, leo tarehe 16 mwezi huu wa pili, kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama chetu Tundu Lissu ilikuwa inaendelea kwa jamhuri kuendelea kuleta mashahidi wao, na leo wameleta mashahidi wawili. Sasa kabla tujapeana mrejesho feedback ya nini kimeendelea mahakamani, leo pia kuna jambo limetokea kwenye mfumo wetu ya mahakama. Kuna maombi petition namba 22482 ya mwaka 2025 kati ya petitioner kwamba mpeleka maombi anaitwa Godfrey Mjuni Martin Basisingohe dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali AG na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali. Leo maombi haya, petition hii imefanywa uamuzi, imetolewa uamuzi Dodoma, masijala kuu ya mahakama kuu kule Dodoma. Umetolewa uamuzi na majaji watatu ambao ni Jaji Fahamu, Jaji Chuma na Jaji Kamana. Sasa tumeamua tuwapeni taarifa ya uamuzi huu kwa sababu kwa namna moja ama nyingine unahusiana sana na kesi hii inayoendelea ya mwenyekiti. Kwenye maombi haya hukumu ya mahakama kuu imekitangaza kifungu cha 194 kifungu cha kutoka kwenye sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kwa maana ya Criminal Procedure Act sura ya 20 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023. Kifungu hichi cha 194 ni kifungu ambacho kilikuwa kinampa mamlaka mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kupeleka maombi mahakamani ya kuficha mashahidi, na maombi hayo yanakuwa ex parte, yanakuwa maombi ya upande mmoja. Sasa mahakama kuu leo Dodoma imesema kifungu hicho ni kinyume cha katiba na ni kinyume na haki za msingi, kwa sababu kinampa DPP mamlaka ya kupeleka maombi binafsi yeye bila kumpa haki hiyo mshtakiwa ya yeye kusikia